Mwanakondoo ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Nikukaribishe tena mpenzi mtazamaji wa Baraka Television siku ya leo ya Jumatatu ya tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 katika mfululizo wa masomo yetu ya kiongozi kalenda yanayotuongoza Wamoravian wote ulimwenguni, lakini na Wakristo waamini wa madhehebu mbalimbali. Ninaomba kabla sijaendelea nimshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante tena kwa ajili ya neema hii ya leo uliyoiachilia siku hii ya leo. Asante Bwana kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Asante kwa uhai. Asante kwa nguvu ulizotupatia. Asante hata kwa ajili ya kibali hiki ambacho umepatia mtumishi wako nisimame mbele ya watu wako hawa wanaonitazama wakati ule. Bwana, ninaomba kupitia neno lako siku hii ya leo ikawe na mwangaza wa maisha yetu siku hii ya leo na siku zinazofuata. Kwa jina la Yesu Kristo, Roho Mtakatifu uanze nasi, utembee pamoja nasi, umalize pamoja nasi somo hili. Nikiomba na kuamini. Amen. Watumishi wa Mungu, siku hii ya leo tutaongozwa na somo la kwanza linalotoka Zaburi ya 115 na mstari ule wa kwanza, nalo linasema: Ee Bwana, kukutukuza usitutukuze sisi, bali litukuze jina lako kwa ajili ya fadhili zako, kwa ajili ya uaminifu wako. Na somo la pili linapatikana Injili kama alivyoiandika Yohana Mtakatifu, sura ile ya 7 na mstari ule wa 18, nalo linasema: Yeye anenaye kwa nafsi yake tu kutafuta utukufu wake mwenyewe, bali yeye anayetafuta utukufu wake aliyempeleka, huyo ni wa kweli, wala ndani yake hamna udhalimu. Watumishi wa Mungu, tukianza na somo hili la kwanza, mwimba Zaburi ya 115 na mstari ule wa kwanza, kupitia huu mstari mmoja nimetenga maneno haya katika sentence tatu. Nikianza na jambo la kwanza, nasema E Bwana, kukutukuza usitutukuze sisi, akimaanisha ya kwamba wanadamu hawapaswi kujisifu kwa mafanikio yao ama mafanikio walio nayo, kwa maana mafanikio walio nayo yanatokana na Mungu ama na nguvu za Mungu, kwa sababu uwepo wako mwanadamu katika huu ulimwengu haukujileta wewe, lakini hata utashi ulio nao haukujipatia wewe, wala hakuna sehemu uliyoenda ukalipia huo uhai ama hizo akili ulizo nazo ukaenda kununua mahali fulani. Hapana, yupo mtu nyuma yako aliyesababisha hayo yote yatokee, na huyu ni Mungu tunayemwabudu kila itwapo leo. Kwa hiyo anapoanza kusema ya kwamba tumtukuze Bwana na tusijitukuze sisi nafsi zetu, bali tulitukuze jina lake, anatamani kila anayemtumaini Mungu awe na wasawa kumtukuza Mungu. Haijalishi unamiliki mali kiasi gani, lakini usitumie mali zako kwa ajili ya kujisifu na kujitukuza wewe. Kwa hiyo Mungu wetu anatamani ya kwamba tuwe ni watu wa kumtukuza yeye kila siku, yaani sifa wa kupewa siku zote ni Mungu wetu aliye hai. Lakini kipande cha pili ambacho nimekipata mahali hapa, ama sentence ya pili, nasema kwa ajili ya fadhili zako. Hii inaonyesha ya kwamba upendo na rehema za Mungu ama neema ya Mungu kwa watu wake ni kubwa mno, lakini pia mafanikio na baraka ni matokeo ya watu wake, si nguvu zetu tu. Yaani matokeo tulionayo sisi watu wake si nguvu zetu, bali ni nguvu zake yeye Mungu wetu aliye hai. Kwa hiyo unapopata matokeo chanya, unapopata baraka katika maisha yako, angalia pia wengine walitamani wawe na mafanikio kama ya kwako, lakini hawana. Walitamani wapate baraka nyingi mno, lakini hizo baraka hawazioni, wanazisikia tu kwa watu wengine.
Pengine walitamani hata wale milioni 3, hawawezi. Lakini wewe Mungu amekuwezesha. Unakula unavyotaka, unavaa unavyotaka, unaenda popote unapotaka wewe. Kwa hiyo isije ikafikia hatua ukauchukua utukufu wa Mungu na kuwaona watu wengine hawafai. Lakini jambo la tatu, sentence ya tatu katika huo mstari wa kwanza 115 hiyo Zaburi anasema, na kwa ajili ya uaminifu wako, ikimaanisha ya kwamba Mungu ni mwaminifu katika ahadi zake, lakini kila anachosema anatimiza. Kwa hiyo uaminifu wa Mungu kwako, pia usigeuze nia yako ya ndani ukaacha kumtukuza Mungu kwa uaminifu wake, lakini ukaanza kujitukuza wewe na hao unaowaona wamekusababisha ufike mahali. Yawezekana uko chini ya kampuni fulani, chini ya bosi fulani, chini ya ofisi kubwa, wewe ni mtu wa serikali, pengine unamtukuza aliyekuteua kuliko hata kumtukuza Mungu aliye hai. Hapana, mtukuze Mungu kwanza, ndipo uwatukuze hao waliokuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sisi watu wa Mungu tusisahau kulitaja jina la Mungu mahali popote tunapotumika. Lakini somo la pili, Injili kama alivyoiandika Yohana Mtakatifu sura ya 7 mstari wa 18 linalosema, yeye anenaye kwa nafsi yake tu hutafuta utukufu wake mwenyewe, bali yeye anayetafuta utukufu wake aliyempeleka, huyo ni wa kweli, wala ndani yake hamna udhalimu. Natamani kupitia mstari huu nizungumze na sisi watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu katika makundi mawili. Wale ambao tumeitwa kuitangaza Injili ya Mungu kupitia majukwaa mbalimbali, hasa kuhubiri neno la Mungu. Tunaohubiri, tunaofundisha, lakini pia kuna manabii, kuna mitume katika zile karama 5 ambazo Roho Mtakatifu aliziachilia kwetu kusoma Efeso 5:11. Kwa hiyo katika huo utume ambao Mungu ameuwekeza ndani yetu, kamwe usichukue utukufu wako wewe ukautangaza kwa watu kwa ajili ya manufaa yako wewe binafsi. Kwa sababu imefikia hatua watumishi wengi wa Mungu tumekuwa tukihubiri neno linalowaelekeza wafuasi wa Mungu kuyatenda tunayoyataka sisi. Tumekuwa tukilihubiri neno la Mungu na kulibadili na kuligeuza kwa ajili ya maslahi yetu binafsi. Mungu hataki hicho. Ndio maana hata Bwana wetu Yesu Kristo alipotuma alitamka hili neno wazi, akimaanisha ya kwamba bali yeye anayetafuta utukufu wake aliyempeleka, huyo ni wa kweli. Yaani hata Bwana wetu Yesu Kristo hakutafuta utukufu wake yeye. Hata alipoponya wagonjwa, alipoponya wahitaji, alipofufua wafu, na ilifikia hatua akasema hata hizi habari msiwaambie wengine, iwe siri yenu, kwa sababu hakutaka utukufu wa Mungu autoaye yeye. Kwa kuwa alichukua umbo la mwanadamu na alikubali kujishusha, japo alikuwa na uungu ndani yake. Na tunasema ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa ni mtu wa haki, wala dhambi haikuwemo ndani yake. Lakini ikitokea nyakati za sasa utumishi wa Mungu, kwa bahati nzuri Mungu akamtumia, akaponya aidha kiwete, akamponya mtu ugonjwa wa kansa, akamponya mtu ugonjwa wa uvimbe, na huyo mgonjwa akaja kutoa ushuhuda madhabahuni pake. Wewe sikiliza shuhuda zinazosema mahali. Inafikia hatua yule anayetoa ushuhuda anaambiwa ya kwamba sema madhabahu ya mtumishi sana ndiyo iliyokuponya. Mimi sina madhabahu. Mwenye madhabahu ni Mungu aliye hai. Ninakuomba mtumishi wa Mungu unayeniangalia, lakini hata wewe Mkristo unayepokea hili neno, usikubali kumpa mwanadamu utukufu, bali mpe utukufu Mungu aliyekuponya. Sisi tunaifanya kazi ya Mungu kwa sehemu, lakini yeye ndiye mwenye kazi. Yeye ndiye aliyetuweka tuwepo mahali hapa. Kwa hiyo tutumike kwa uaminifu. Lakini kundi la pili ni kundi la waimbaji. Nimalize kwa kusema ya kwamba ninaomba tumtukuze Mungu, tusijitukuze sisi, tusitukuze miili yetu. Sisi tunapita mbele kuimba, tunaanza kujiangalia tumevaa nini, tumepaka usoni kitu gani, tunaacha kwenda lile lengo ambalo limetupeleka madhabahuni kwa Bwana. Tukifanya hivi watumishi wa Mungu tunamkosea Mungu. Wewe nenda madhabahuni kwa Bwana
nenda kamtukuze Mungu, usijitukuze nafsi yako. Mungu awabariki. Ninaomba nishukuru baada ya kusikia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante wewe uliye Alfa na wewe uliye Omega. Asante Bwana kwa ajili ya wasaa huu ambao umeuachilia siku hii ya leo Jumatatu hii Bwana. Ninakutukuza kwa ajili ya neno ambalo tumeanza nalo siku hii ya leo. Roho Mtakatifu, ninakualika kwa ajili ya maisha ya mtumishi huyu ambaye anatazama kipindi hiki nyakati hizi ya Bwana. Ninaomba kwa habari ya utume ulioweka ndani yake. Ninaomba kwa habari ya huduma ulioweka ndani yake. Baba, ninaomba umsaidie, umwezeshe ili ayatende yaliyo mapenzi yako, asiyatende yaliyo mapenzi yake. Yawezekana ni mchungaji, yawezekana ni nabii, yawezekana ni mtume. Sasa nalisikia hili neno lako. Ninaomba Baba, ondoa ile nia ovu ndani yake, lakini weka nia mpya ndani yake ya kukutukuza wewe na si kukutukuza yeye, katika jina la Yesu Kristo. Hata wanaotumika kwa njia ya uimbaji, Baba, ninawaleta machoni pako. Ninaomba ushughulike nao Bwana. Weka nia mpya ndani yao katika jina la Yesu Kristo. Ile roho ya kujiinua katikati ya kanisa ninaipinga na kuifisha kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaomba utawala wa Roho Mtakatifu utawale zaidi katika maisha yetu. Baba, tusaidie kuyatenda haya tuliyoyasikia. Tusio wasikilizaji tu wa neno, bali tuwe watendaji. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Karibu tena kwa vipindi vingine vinavyoendelea Baraka Fellowship. Roho wa Mungu awe juu yako. Amen.